huwa nimekuwa nikisimama nalo kwenye vipindi vya ibada za shukrani lina kichwa kinachosema mambo muhimu katika kumshukuru Mungu. Ndicho kichwa kikuu cha somo letu ambalo tunaendelea nalo kwa kadiri ya neema hii ambayo Mungu ametupatia leo. Somo letu lina kichwa kikuu kinachosema mambo muhimu katika kumshukuru Mungu. Mambo muhimu katika kumshukuru Mungu. Mambo muhimu katika kumshukuru Mungu. Wale ambao tumetembea nao tangu kwanza na hata wale ambao yamkini ndio mara ya kwanza au kuna namna ambao ulipata neema kukutana na somo hili katikati ya safari ikiwa ilishaanza, tutapita tuna summarize fupi sana kule ambako tumetokea kabla hatujaingia pale ambapo Mungu ameweka kibali tusemezane siku hii ya leo. Somo hili linatembea sehemu kwa sehemu na tumetembea nalo hivyo. Tumetembea nalo sehemu kwa sehemu. Sehemu ya kwanza ya somo hili ikiwa inazungumzia inasema, je, tunapaswa kutambua nini? Sehemu ya kwanza ya somo kwa wale ambao hawakuwepo, kwa faida ya wale ambao hawakuwepo, sehemu ya kwanza ya somo ilikuwa ina kichwa kinachosema, je, tunapaswa kutambua nini kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu? Ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya somo ikiwa ina kitu kinachoenda kwa mfumo wa swali. Maana yake ndani yake tunapata majibu kwamba je, tunapaswa kutambua nini kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu? Tunapaswa kutambua nini kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu? Na jambo la kwanza tukaona likiwa linasema tunapaswa kutambua ya kwamba suala la kumshukuru Mungu sio jambo lililotungwa tu na wanadamu. Suala la kumshukuru Mungu sio jambo lililotungwa tu na wanadamu, bali ni agizo la kibiblia kabisa. Suala la kumshukuru Mungu sio jambo lililotungwa tu na wanadamu, bali ni agizo la kibiblia kabisa. Miongoni mwa vithibitisho vya kibiblia vinavyoonyesha ya kwamba suala la kumshukuru Mungu sio jambo lililotungwa tu na wanadamu, bali ni agizo la kibiblia, tuliona Wakolosai sura ile ya 3 mstari wa 15. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 15 ilikuwa ni miongoni mwa yale maandiko mengi tuliyoyaona hapo ambao sitayasoma. Tasoma tu Wakolosai 3:15. Hapa tunakutana na maandiko ya Biblia yakisema, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. B ikasema ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja. Ile C, Wakolosai 3:15 C, Biblia ikasema tena iweni watu wa shukrani. Haleluya. Kwa utaona kuna agizo ni la kibiblia kabisa ya kwamba tuwe watu wa shukrani, tuwe wenye kumshukuru Mungu. Haleluya. Lakini jambo la pili kuhusiana na vitu tunavyopaswa kuvitambua kuhusiana na swala la kumshukuru Mungu, tuliona kitu kinachosema pia tunapaswa kutambua ya kwamba swala la mtu kurudi mbele za Mungu na kushukuru mara baada ya kutendewa. Swala la mtu kurudi mbele za Mungu na kushukuru mara baada ya kutendewa, jambo hili sio swala la hiari, bali ni swala la lazima. Kwa ufupi ni kwamba kumshukuru Mungu hakupo katika hiari ya mwanadamu, bali ni jambo ambalo inatulazimu. Haleluya. Kumshukuru Mungu sio swala la hiari, bali ni swala la lazima. Miongoni mwa vithibitisho tulivyoviona hapa kwamba kumshukuru Mungu sio swala la hiari, kwamba mtu unaweza ukajipangia mara baada ya kutendewa kwamba nimshukuru Mungu au niache, alafu nimshukuru kwa leo au wiki ijayo au mwezi mwingine. Haleluya. Si hivyo. Swala la kumshukuru Mungu sio jambo la hiari kwamba tunaweza tukajipangia wenyewe au tukaamua wenyewe, bali ni swala la lazima. Tuliona miongoni mwa vithibitisho vinavyoonyesha swala la kumshukuru Mungu likionekana kuwa ni swala la lazima
Miongoni mwa vidhibitisho vya kibiblia ilikuwa ni Luka 17 mstari wa 11 hadi wa 17. Tukaona hapa habari ya wale wenye ukoma 10 ambao walitakasika ukoma wao walipokutana na Yesu, na walipoona wamepona, mmoja akachukua hatua ya kurudi kumshukuru Yesu, lakini wengine wale 9 wakapotelea pote na uponyaji wao. Wakati ule mmoja amerudi kumshukuru Yesu, utaona lile jambo la Yesu kupokea shukrani alikuwa jepesi. Haleluya. Amen. Liliandamwa na maswali. Mojawapo ya swali ambalo Yesu aliuliza, alisema ya kwamba, je, hawakuponywa wote 10? Swali la pili akasema, wale 9 wa wapi? Haleluya. Nikawaambia watu isinge kuwa na sababu ya Yesu kuwaulizia wale 9 waliopotea bila kurudi kushukuru, kama swala la kushukuru lingekuwa ni la hiari ya mtendewa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, ukishapelekwa shule ukaandikishwa darasa la kwanza, kuhudhuria shuleni kwa kadiri ya vipindi ambavyo shule inataka uhudhurie ni lazima. Na ndio maana shuleni kuna kitu kinaitwaje ile daftari? Attendance. Utaona mpaka unasoma. Alafu nimewahi kufuatilia kwamba mwalimu atakusoma leo, atasikia zile kelele, hayupo mtoro, atanyamaza, anaweka tu lile hayupo. Niyo na VH. Ataweka H badala ya kale katiki, inakuwa H. Utaona kesho, hayupo mtoro, anaweka H. Utaona kesho kutwa, utaona vinavyoendelea, mwalimu anaanza kuuliza, huyu Jumanne Abdalla kwani ana shida gani? Watoto wataanza, kama ni watoto, kama watu wazima wataanza kujingata, kujieleza, huyu hili, kila mmoja anazungumza analolizungumza yeye. Baadaye utaona mwalimu mpaka anachukua hatua ya kuwatafuta wazazi wa nani? Wa mwanafunzi. Si imefikia mpaka hata wazazi wanaambiwa wanashtakiwa pale ambapo mtoto haji shule. Ni kweli? Kweli. Hili sasa nimelifananisha na swala la kumshukuru Mungu mara baada ya kufanyaje? Kutendewa. Kwamba sio jambo la hiari yako, kwamba kwa sababu si nimepona, ni hiari yangu niamue nikamshukuru Mungu kwa sababu nimepona, au nisishukuru, ni hiari yangu. Sio hiari yetu. Maadamu Mungu amewekeza kitu cha uponyaji ndani yako, maadamu Mungu amewekeza kile ambacho amekutendea, ni lazima kurudi kufanyeje? Kumshukuru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lilikuwa ni jambo la pili miongoni mwa yale mambo ambayo tunapaswa kuyatambua kuhusiana na swala la kumshukuru Mungu. Jambo la tatu lilikuwa linasema pia tunapaswa kutambua ya kwamba ili shukrani yako mbele za Mungu iwe na maana. Hapa msingi ni shukrani kuwa na nini? Na maana. Inawezekana umewahi kushukuru, lakini maana ya shukrani inatengenezeka wapi? Biblia inasema, jambo hili la tatu linasema pia tunapaswa kutambua ya kwamba ili shukrani yako mbele za Mungu iwe na maana, ni vema sana katika kumshukuru kwako Mungu ukarejea mahali pale pale ambapo palitumika kuzalishia muujiza wako. Haleluya. Ni vema sana ukarejea mahali pale. Kama sio mahali ni mtu, basi mtu yule, haijalishi huyo mtu ni kuhani wa madhabahu, anaonekana kule mbele, bora ulisikia kushuhudiwa kumshirikisha jambo lako, ukaomba naye, kwa kupitia maombi yake yakakuongezea hatua kwenye utendewaji, ukatendewa. Hakikisha saa ya kushukuru. Kumshukuru Mungu hatukufanyi kama sifa. Jambo lingine uelewe hapa, sawa? Kumshukuru Mungu hatukufanyi kama nini? Sifa ya kwamba nionekane kuwa nimefanyaje? Nimetendewa. Kwa hiyo ukimwendea mtu wa vichochoroni, mtumishi wa vichochoroni, mtumishi wa pembeni, saa ya kushukuru, nenda kule vichocho, nenda kule pembeni ulikoenda, katika kipindi ambacho unatafuta muujiza, unatafuta kutendewa. Hapo ndipo shukrani yako itakuwa ina maana mbele za nani? La, kama shukrani ni kujishaua, ningesema ya kwamba ukitendewa muujiza,
mkoa wa Tanga, wilaya ya Korogwe, tena vijijini. Mombo ni nini? Ni mji mdogo. Mamlaka ya mji mdogo Mombo. Kijiji cha hapa ni kitongoji cha wapi? Shamba, si wengine Misufini, si nini. Haya, wataalamu wazuri wanajua, ni hao viongozi wetu wa serikali za vitongoji. Haleluya. Saa ya kushukuru, hata ukienda kule ambako tutakuona kwenye TV unashuhudia kule mbele ya madhabahu, nenda. Ingekuwa ni kujishaua, ingebidi iwe hivyo. Lakini shukrani hatufanyi ili kujishaua, kwamba mtaniona kwenye chaneli fulani leo naenda shukuru. Iwe kweli ulitendewa kwenye hiyo chaneli. Shukrani haiko tu kwa sababu nimesikia watu wanasema tuma sadaka yako kujiungamanisha na madhabahu kwa namba hii. Unasema nakumbuka niliombewa na mtumishi fulani nikapona. Hii sijashukuru. Ngoja leo nitu. Haipo hivyo. Ni mahali pale palipotumika kama kiwanda cha muujiza wako. Hiyo ndio madhabahu itakayopandisha shukrani yako kwa Mungu. Amina, amina. Tukuelewa. Usipozingatia hili utakuwa unapanda kwa hasara. Amina. Haleluya. Usipozingatia hili utakuwa unapanda kwa nini? Zingatia sana. Na ndio maana hapa wakati ninapita nikasema sasa ndio utaona ubaya wa wale ambao leo kasikia Mama Irene, moto wa maombi umewaka, kashikana na Mama Irene kwamba Mama Irene, mimi nina shida yangu 1 2 3 mpendwa. Nimekuona kwa jinsi ambavyo una mwamko wa kimaombi. Nimewiwa kwamba ukilibeba hili litafanikiwa. Kesho kasikia kwamba kwa Debora Msaki, kwa Msaki hapa kuna waka moto. Akiomba kanisani mpaka kanisa linatoka, viti vinatolewa, yeye anabaki anaendelea kuomba. Kamng'ang'ania Debora. Ukiwa mtu wa namna hiyo, utapanda mbegu zako kwa hasara kwa sehemu kubwa. Kwa sababu kitongoji cha pili hiki, kesho kutwa umesikia Mwalimu sikawaka, gari imewaka. Kitongoji cha tatu hicho umeng'ang'ania. Saa umetembea huko pap, jambo limetendeka. Unarudi kushukuru wapi? Unamtumia nani katika vile vitongoji kipi? Ujui? Unaona shida hiyo? Utakuta sasa watoto wetu walivyokuwa wa ajabu, hata vile vitongoji 4 na 5 na 6 alivyoenda, bado saa ya kushukuru anasubiri. Alikuwa kwenye TV tu, amefungulia chaneli, anatafuta kipindi kizuri ambacho kitamburudisha. Ghafla akakuta maombezi, akasikia tuma kwa namba hii. Unasikia tena kuna nani la kushukuru hapa. Nisomeni ile namba nani? Jose. Hebu nisomee 06. Utakuta hata kitongoji tena, hata vile vitatu vyenyewe 4 5 na wenyewe nao utaona anaweza hata asiangukie kimoja hapo. Bora hata ungebeti basi, ukafanya itakuwa ni kwa dada Debora. Mna tena ndo mbali kabisa, itakuwa dada Debora aliacha kuomba. Itakuwa Mama Irene. Mama Irene kidogo ina maana alikazana. Kidole vikikataa kwa wote, sasa hiyo sadaka tupa. Kwa hiyo tuna hatari. Kuna saa hatujapanda tulitupa. Kuna saa hatujashukuru tulijishaua. Nasemaje? Kuna wakati hatujashukuru tulijishaua. Mama, saa shukrani ndio unatuletea matarumbeta. Pam 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 pam. Ulikafata katumishi ka watu huko kwenye kitongoji kisichokuwa hata na jina, ndio alikubandika mikono, ndio ulimtesa kumbebesha shida zako na taabu zako. Leo hii kwenye kushukuru unaenda kwenye matarumbeta ambako wakicheza wanarukaruka sana, wana vyombo, wana muziki kanisani, wana hujashukuru ulijishaua. Bwana Yesu asifiwe. Kaka, ulijishaua mara ngapi mpaka hapo? Bwana Yesu asifiwe. Ni vema sana ili shukrani yako iwe na maana mbele za Mungu. Ni vema ukarejelea pale palipokuwa ni kiwanda cha matengenezo ya muujiza wako. Tuliona miongoni mwa picha hapa kuhusiana na jambo hili, tukarejelea kwenye ile Luka 17:11 hadi 17. Luka 17:11 hadi 17 ilikuwa ni ile habari ya wale wenye ukoma 10. Wakati yule mmoja alipoona amepona, utaona na yeye kuona amepona ni jambo moja,
lakini kwenye kurudi kushukuru alimrudia Yesu yule aliyewaponya. Inawezekana wale 9 nao walisema kwamba si tumeshukulia nani, mimi nilishukulia na kanisa letu la nyumbani, ilikuwa hilo ndo ulilibebesha. Mimi nimeshukulia lile la wazazi, kule ndo kwenye asili yetu. Kuna wakati hatujamshukuru Mungu, tumefanya vindumbwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona alimtafuta Yesu alipo. Hakusema ya kwamba Yesu kwa kuwa tumeona naye pale, yeye mwenyewe ni mtu wa mwendo safari na yeye. Tunaweza tukatafuta vigezo vingi, lakini kwa Mungu havina mantiki. Mungu anaipokea shukrani yako na kuiona ina maana pale ambapo utaituma kwa usafiri ule uliotuma shida yako. Shukrani ulituma kwenye kaka Ibovoke hivyo kwenye kaka Ibovoke hivyo ulikaamini kuwa katakufikishia maombi. Ulituma kwenye kaka Ibovoke ukaamini kaka Ibovoke yaka licha ya pawa yake hii ilivyo, lakini katanifikishia maombi. Lakini kwenye saa shukrani unasema pale jamani, pale kweli unaona deviate hilo linapita, unasema hili ndio la kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati mwingine tuna hatari sana. Tumekuwa sio wapandaji, ni wapotezaji kwa staili za namna hiyo. Kwa hiyo shika madhabahu yako. Miongoni mwa jambo muhimu hapa ambalo nataka utoke nalo, kamata madhabahu yako unaojua hapa ndipo ambapo napandisha shida zangu, maombi yangu, hitaji wangu. Kamata huyo mtu ambaye kuna watu Mungu anaweza akakuinulia kwamba huyu ndio mpelekee maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi alitumia message mpaka ikawa inanisuta yani. Mpaka unasema nafanyaje kwa hapa nilivyokamatika, alafu huyu mtu ametuma message ya namna hii. Yaani baba ni kwako tu, hii shida naamini ni kwako tu ndio inapata suluhu. Kana kwamba nimekuwa ka Yesu kadogo vile. Umesema neno gumu wewe. Mpaka ikawa inanitesa lile neno lake. Sasa kuna saa ya kutendewa, umetendewa, saa hizi ni mtendewa. Kuna watu nimeshawahi kwenda kwenye familia wakaniita wakahitaji maombi ya kifamilia. Nafika pale tunaona mama yule anapata mhehezo. Anahehezwa. Akasema, "Mchungaji, mimi tena ni kuanzia leo nataka kwa kweli watoto wangu wawe wa kwako." Nasema chuma hicho. Yaje? Wewe wako kiroho baba, tutakuwa tunabeba kiroho. Mimi kwa kweli kila mwezi nitakuwa ninawatolea sadaka. Nikasikia ndani yangu kwamba huku ni kufanyaje? Huku ni kuhehezwa. Ni mnyiritiko huu ambao sio roho anaosukuma hivi. Ameona tu kwa lile wingu ambalo limeshuka hapa leo, unaona sasa anafanyaje? Na wale anaita anamwaga sasa, msijui anamwaga lazi, sio anamwaga manini hapo. Akaanza kumwagika hapo, kumwagika. Nasikia ndani yangu hakuna kitu hicho, hakuna. Hata fanya ni mhemko, nasikia ni mhemko. Haleluya. Sijajua ameishia wapi. Kwa mambo kwa mhemko ni mabaya. Wakati mwingine tunakuwa na mhemko saa ya kuwekeza, saa ya shida. Unaona popote pale unaweza ukapumzishia shida zako, pakatatua shida zako. Saa ambayo uko kwenye raha, hapo unaona tunaendeshwaga na mihemko. Mihemko ni mibaya katika mambo ya kimungu wapendwa. Epuka sana kuendesha mambo kimihemko. Na ndio maana kuna watu wameshawahi kusemaga kwamba ukiwa una raha sana au una huzuni sana, sitoe ahadi ya kitu kizuri. Kuna watu wengi sana wametutesa juu ya ahadi zao kutimia, kwa sababu walitoa wakiwa hiyo siku wamehemkwa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo siku ilikuwa ni ile ambayo nasema ya kwamba nani nimkanyage nimlipe. Akaja akatuliza boli chini. Nilisema hicho kitu. Bwana wewe. Sasa hamna kitu kibaya kama mihemko katika ufanyaji mambo ya kimungu. Tujilinde sana na hicho kitu. Kwa miongoni mwa mahali ambapo tumepoteza ni kushukuru nje ya mahali ambapo tulipokea muujiza, nje ya mahali ambapo tulitendewa. Jambo la 4,
Pia tunapaswa kutambua ya kwamba swala la kumshukuru Mungu linapaswa kuwa na marefu na mapana makubwa sana ya kiroho. Kama kuna marefu na mapana kwenye upimaji wa vitambaa, kwenye kununua mashuka, kigezo hiki kinaenda hata kwenye swala la kushukuru. Unapaswa kushukuru kwa kuzingatia marefu na mapana. Haleluya. Usicholee barabara kitu kinachoitwa shukrani. Usikicholee barabara kwamba ni lazima nimshukuru Mungu kwa haya na haya. Hili jamani nalo hili labda lijae. Maadamu haujapata kwa nguvu zako hata kile kidogo, hata kile ambacho unaona uthamani wake ukiupima, kuna wengine wamekizidi, wewe kwako ni cha thamani kwa wakati huo ambao Mungu amekupatia. Mshukuru nacho Mungu. Na ndio maana utaona kwa picha hiyo hatutakosa kuwa na vipindi vya shukrani. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatukosi cha kumshukuru nacho Mungu. Hakuna anayekosa. Hakuna anayekosa. Amina. Nani ananiambia anakumbuka ya kwamba mara mwisho amelipia lini uhai na pumzi anayotumia? Mara mwisho umelipia lini? Utasema sio tu mara mwisho, mimi sijai hata kuanza huko kulipa. Si ni kweli? Sasa kama ni madeni hayo, afu unasema taifa linakopa sana twadaiwa. Ungekuwa na wewe wadaiwa pumzi, mbona ungejikataa? Haleluya. Kwa kumshukuru Mungu, wakati mwingine tumejivinya hivi, tukisikia hata watu wananyiritika saa ya maombi ya shukrani, unasema mwenzangu, itakuwa kuna jinsi ambavyo kakibubu amekavunja amekuta kamenona, kuna mradi umefyatuka, mambo yamemfungukia huyu, sio bure. Kiasi cha kwamba inawezekana kama unamdai, ukitoka hapo unamfuata unamwambia, na mama, nilikuwa naulizia yule deni langu mwaya. Akikwambia sina, unasema una vipi jamani? Una vipi? Unashika tu kumwambia kushukuru kote kule kanisani, wewe kuna mradi umekumwagikia. Watu watumshukuru Mungu kwa ajili ya makubwa tu. Hata yale madogo tunayaona madogo kwa mioyo yetu, lakini kwa Mungu yametukuka. Ni bidhaa za Mungu hizo. Hata kile kidogo ulicho nacho ni bidhaa ya Mungu. Usisahau kumshukuru nacho Mungu, maana sio cha kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio cha kwako. Haleluya. Amina. Sio cha kwako. Kwa hiyo swala la shukrani linapaswa kuwa na marefu na mapana makubwa sana ya kiroho. Tuliona miongoni mwa picha ikiwa ni Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Wathesalonike wa kwanza 5:18. Biblia inatuambia hivi, shukuruni kwa kila jambo. Kushukuru hakujawekwa kwa mambo fulani. Nadhani Mungu ni mchovu sana. Angeweza kuinua watu wangeandika kwenye Biblia kwamba ni haya. Wangeandika, wangeorodhesha. Sio mvivu mpaka akaruhusu liandikwe la kwa kila jambo. Na neno kwa kila jambo maana yake humo ndani ni kila kitu. Neno kila linabeba vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo utakuta kuna mtu eti anasubiri kwamba kajae. Mwisho wa siku unakuta anasema kwamba unasubiri kajae. Huo ujazo nitakuletea wakati mwingine. Kwa likaili ngoja kwanza nihamishie huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumshukuru Mungu kunapaswa kuangaliwa kwa jicho hilo. Wakati mwingine nilisema Biblia inazungumza hata nyakati ngumu pia. Kuna wakati ni mapenzi ya nani? Ni mapenzi ya Mungu. Ni mapenzi ya Mungu hata nyakati ngumu. Anasema maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Ndio kuna saa hata tukiwa kwenye vipindi vile vya maombolezo huwa tuna faraja, tunapelekaga watumishi. Tunawakumbusha wale watu kumshukuru Mungu. Tunawakumbusha kufanya kumshukuru Mungu. Sio kwa sababu kwamba kwa sababu huyu hajamfika. Tunakumbuka haya maandiko, tunakumbuka haya maneno. Kama tunaishi sawa sawa na neno la Mungu, lazima tukumbushane jinsi neno linavyotushape na linavyotuelekeza njia kwamba ni ipi. Hatutaacha kukumbushana. Ndio maana kuna watu umeshawahi kuwaona, hususan makanisa sana ambao tumezaliwa yale ya asili. Unaona watu mara baada ya msiba unasikia wanakuja madhabahuni kufanyaje? Kushukuru. Sio kaelewa vibaya ukasema ya kwamba hawa nao jamani, na maana yule baba wa watu kumbe wamemla nyama.
Wanaishi sawasawa na nini? Na neno la Mungu. Kuna wakati tukiishi sawasawa na neno la Kristo, ulimwengu hautatuelewa, na inabidi tuishi hivyo ili ulimwengu usituelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Shukrani ni kwa kila jambo. Mambo mengine licha ya kwamba wewe unayazodoa, lakini ni mapenzi ya Mungu ya kujilie kwa staili hiyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Sehemu ya pili ya somo tulitazama uhusiano kati ya maombi na shukrani. Sehemu ya pili ya somo tulitazama kitu kinachosema uhusiano kati ya maombi na shukrani, au uhusiano kati ya kuomba na kushukuru. Uhusiano kati ya maombi na shukrani, au uhusiano kati ya kuomba na kushukuru. Kuomba na kushukuru. Na nikatangulia kusema ya kwamba uhusiano uliopo kati ya maombi na shukrani au kuomba na kushukuru kibiblia ni kwamba vitu hivi viwili huwa havipaswi kuachana au kuachanishwa. Kuomba na kushukuru, ukiviachanisha tu jua ya kwamba wewe ni mbovu kwa Mungu, kwa sababu Mungu aliyeamuru viwepo hivi vitu. Kwa nadhani ni mwanadamu ambaye alimwambia Mungu kuwepo na maombi, yaani kwamba sisi wanadamu, Mungu nakushauri, sisi wanadamu tukiwa tunataka vitu, kuwepo na kitu kinaitwa maombi, ili ndio tutayatumia hayo kutakia vitu. Hata maombi ni mpango wa Mungu, ndio aliyoweka kuwepo na maombi, kwamba tukiwa tunataka kumwendea saa ya uhitaji, tunataka kumwendea, tuna haja, tuna mazungumzo naye, tutumie nini? Maombi. Yeye aliyeamuru kuwepo na kitu cha maombi na kitu cha shukrani hakuvitenganisha hivi vitu, aliviambatanisha, alivihusianisha viende sambamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokosa kuishi navyo sambamba, ina maana kuna namna ambavyo tumeshaenda kinyume na makusudi na maneno na maandiko ya Mungu. Kwa hiyo ikiwemo toba ya kuvunja taratibu za Mungu, ni pamoja na wale ambao wakitendewa wanaishia tu kwamba niliomba, lakini wao hawana ambatano la maombi na shukrani. Hao wanastahili toba kweli ya uvunjifu wa amri na taratibu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kithibitisho kuhusiana na jambo hili, miongoni mwa kithibitisho tuliona kwenye Wakolosai 4:2, ambapo hapa Biblia inasema dumuni sana katika kuomba. Kolosai 4:2. Dumuni sana katika kuomba. Akasisitiza na mikesha, akasema mkikesha katika kuomba, akaambatanisha huku na shukrani. Kuomba na shukrani, kuomba na shukrani. Wafilipi 4:6, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na shukrani na kushukuru. Haleluya. Pamoja na kushukuru. Utaona maombi yakiwa yameshikamanishwa na shukrani. Ina maana ni hatari kubwa tukakosa kuwa watu wa shukrani, tukaegemea mwamvuli mmoja tu wa maombi. Ina maana tuko nje ya track ya Mungu, tuko nje ya reli ya Mungu, tuko nje ya mwendo wa Mungu. Kwa katika kusali na kuomba kwetu kuwepo pia na kitu kinachoitwa shukrani au kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tuliona uhusiano uliopo kati ya maombi na shukrani, kwamba havipaswi kuachana, havipaswi kutengana. Leo tutaangalia sehemu ya 3 ya somo. Kitu kipi ambacho tunacho hapa leo? Hii ni sehemu ya 3 ya somo, na ina kichwa kinachosema tofauti kati ya suala la kumshukuru Mungu. Tofauti kati ya suala la kumshukuru Mungu na suala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Sehemu ya 3 ya somo hili la shukrani inasema tofauti kati ya suala la kumshukuru Mungu na suala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Tofauti kati ya suala la kumshukuru Mungu na suala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu.
tofauti kati ya mambo mawili. Kwanza ni suala la kumshukuru Mungu, na jambo la pili ni suala la kushuhudia, kutoa shuhuda. Suala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Andika lengo kuu la sehemu hii. Miongoni mwa maelezo muhimu ambayo nataka uwe umeanoti kwa wewe mwenye notebook, mwenye utaratibu wa kutunza notes kwa faida ya kurejelea pale unapopata nafasi, ili kitu hiki kisipite kwako bure. Kwa wewe ambaye una utaratibu huu wa kuzingatia yale mafundisho ambayo Mungu anayaachilia madhabahuni, andika lengo kuu la sehemu hii. Lengo kuu la sehemu hii ni ili kwamba tusije tukajikanganya. Lengo kuu la sehemu hii ni ili kwamba tusije tukajikanganya, sije kukatokea mkanganyiko, tusije tukajikanganya kuhusiana na vitu hivi viwili. Lengo kuu la sehemu hii ni ili kwamba tusije tukajikanganya kuhusiana na vitu hivi viwili, yaani suala la kumshukuru Mungu na suala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Lengo kuu la sehemu hii ni ili kwamba tusije tukajikanganya kuhusiana na vitu hivi viwili, yaani suala la kumshukuru Mungu na suala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu, saa tunapokuwa tukitendewa mambo fulani fulani na Mungu. Saa tunapokuwa tukitendewa mambo fulani fulani na Mungu. Hiyo ni sentensi muhimu sana ukawa nayo, ya kwamba ni kwa nini kumekuwepo na kipengele hiki ndani ya somo la shukrani kinachozungumzia tofauti kati ya suala la kumshukuru Mungu na suala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Nimesema lengo kuu ni ili kwamba tusije tukajikanganya kuhusiana na vitu hivi viwili, yaani suala la kumshukuru Mungu na suala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu, saa tunapokuwa tukitendewa mambo fulani fulani na Mungu. Tumezoea sana kwamba kwenye kitongoji kinachoitwa kutendewa huwa kuna vitu viwili ambavyo vimetaradadi sana. Haleluya. Kuna hivi vikorombwezo viwili ndani ya kutendewa huwa vinataradadi sana. Kikorombwezo kimoja kinaitwa kushukuru, kikorombwezo kingine kinaitwa kufanyaje? Kutoa shuhuda. Si ni kweli? Lakini hata mliotoa shuhuda hapa ni kwamba mmekuja kusema nini? Kusema kwa habari za mambo ambayo mmeona mkitendewa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo utaona hivi ni vikorombwezo viwili ambavyo vinataradadi sana ndani ya nini? Ya kutendewa. Kushuhudia, kushukuru. Sasa nataka leo tupate picha ya haya mambo kiundani yakoje. Lipi ni lipi? Tukiwa tumetendewa tulifanye lipi kwa namna gani? Tulifanye lipi kwa namna? Tusije tukacheza makida. Tungali uweponi mwa nani? Mwa Mungu. Haleluya. Usipoelewa undani wa vitu hivi viwili, hili jambo linaweza likakukanganya kiasi cha kwamba kitu ambacho Mungu amenisemesha sana, watu wengi hawana uelewa juu ya uhusiano wa shuhuda na shukrani sawa wakiwa wametendewa. Mungu akanisemesha kwamba kuna watu mpaka kushuhudia wanaona ni sehemu ya nini? Ya shukrani. Mpaka kushuhudia wanaona ni sehemu ya nini? Kwamba kuna wakati anaweza akachagua mara baada ya kutendewa kwamba katika haya mawili afanye lipi, aachane na lipi. Lakini kuna pia picha nikasemeshwa kwamba kuna mwingine akiwa ameshuhudia anaona imetosha na swala la shukrani humo, kwamba limeshehenishwa humo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa nataka tutazame haya mambo yapo vipi haya. Yapoje. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika tafsiri na mafafanuzi ya kina. Leo kuna wakati tu tunasikia shukuru Mungu, mshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu ni nini? Shuhudia, njoo tushuhudie. Kushuhudia ni nini? Kwanza tutaanzia hapo kwenye tafsiri, hapo ndio itatupa njia ya huko tunakoendea. Kwa hiyo andika tafsiri na mafafanuzi ya kina. Tafsiri na mafafanuzi ya kina. Hicho ni kama kichwa cha habari hicho. Sasa kiandike hata kwa herufi kubwa kiwezekana, maana tunaenda angalia kitu kinachoitwa tafsiri na mafafanuzi ya kina kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu. Tafsiri na mafafanuzi ya kina kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu na suala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Tafsiri na mafafanuzi ya kina kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu na suala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Tafsiri na mafafanuzi ya kina kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu na suala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Andika namba 1, kumshukuru Mungu. Tafsiri ya kumshukuru Mungu. Namba 1, andika kumshukuru Mungu ni kumpa Mungu asante. Shukrani ni asante. Kama unavyoshukuru wazazi wako mara baada ya kuona umeamka mezani umeshiba. Kama unapomshukuru mke wako mara baada ya kuona amekupikia. Au hiyo ni ngeni kwa wanandoa. Ili msije mkaja mkatucheka wengine mkasema tumekamatwa. Haya, karibuni mtucheke. Lakini licha ya kwamba jasho lilinitoka mimi, yeye ambaye ameandaa hapo mezani, kiamka ukimwambia asante, nayo pia ni hekima, ni busara njema. Angekupikia madubwasha humo ndani ukakuta nazi kaiweka yote na manyoya yake yale hajaivunja akaipangua. Singekula unaguna tu. Mke wangu ulipe ndio umepika. Umepikwa vizuri vinono. Kuleta makorokoro mapochopocho ni jambo lingine, na yapikwa hivyo vizuri kama yalivyo ni jambo lingine nalo hilo. Kwa hiyo kushukuru ni kusema asante. Kwa hiyo kumshukuru Mungu ni kumpa Mungu asante. Kama unaandika, endelea kuandika kuhusiana na kitu fulani au jambo fulani. Kumshukuru Mungu ni kumpa Mungu asante kuhusiana na kitu fulani au jambo fulani. Kuhusiana na kitu fulani au jambo fulani. Sababu napo asante uwaga ina sababu. Kuna mahali niliishi, nilipata changamoto kubwa sana za kupokea asante ambazo huwa sijui sababu zake. Unaona tu watoto sawa napita hapo wanasema, "Bibi asante, mama asante, fulani asante." Anashukuru, unasema nishukuru wale wazazi wake, anashukuru ndugu wake. Unashangaa na wewe jirani unaambiwa, "Kaka asante." Nikaja nikaelewa kumbe kuna taratibu za heshima ambazo zinavuka mipaka mpaka mtoto amekula mezani. Licha ya kwamba maandalizi yamehusiana na familia yao, lakini akija hapo nje anashukuru na wewe. Sasa mimi kwenye ile menu yao mimi na sijachochea hata moto. Haleluya. Kile kumshukuru Mungu ninapozungumza hapa, tafsiri yake ni kwamba utamshukuru kwa sababu ya kitu fulani au jambo fulani. Andika ambalo yeye Mungu amekutendea maishani mwako. Kumshukuru Mungu ni kumpa Mungu asante kuhusiana na kitu fulani au jambo fulani ambalo yeye Mungu amekutendea maishani mwako.
kwa lengo la. Sasa shukrani pia ina lengo, ina sababu, ni ile kumshukuru kwa ajili ya jambo fulani au kitu fulani ambacho amekutendea, lakini pia ina lengo, kwa lengo la kumfanya Mungu ajue ya kwamba umepokea. Kwa lengo la kumfanya Mungu ajue ya kwamba umepokea. Nimeshawahi kuona watu wanafokeana, unasikia ule mzigo uliupokea, anasema niliupokea mbona muda mrefu sana, tangu asubuhi, sasa ni usiku. Unasikia sasa yeye mwenzangu, mbona usiniambie umeniweka roho juu juu. Haleluya. Kwa kumbe taarifa nao ya kujua kwamba nimepokea, kuirejesha kwa yule mtoaji, nao ni jambo la muhimu. Haleluya. Wao ukuta mizigo yenyewe ni ile kwamba ulitumiwa na magari. Kuna konda wa kwanza, wa pili, kuna wale wapiga debe waliokupakizia, kuna konda wangapi. Mwisho wa siku imefika salama. Yule mtumaji hutaka kujua ya kwamba umepokea salama, mzigo umefika. Kwa kama mlikuwa pia hamna tabia hizo, haya leo ni somo ili muwe na tabia hizo. Kitumiwa, toa mrejesho mara baada ya kufanyaje? Kupokea. Kwa tunapomshukuru Mungu, tunampa Mungu asante kuhusiana na kitu fulani au jambo fulani ambaye Mungu ametutendea maishani mwetu, kwa lengo la kumfanya Mungu ajue ya kwamba umepokea. Haleluya. Hiyo ni shukrani. Hiyo ni nini? Ni shukrani. Tafsiri ya pili inazungumzia kushuhudia. Kushuhudia kupoje? Kutoa shuhuda kupoje? Andika kushuhudia au kutoa shuhuda. Kushuhudia au kutoa shuhuda juu ya jambo au mambo ambayo Mungu amekutendea. Kushuhudia au kutoa shuhuda juu ya jambo au mambo ambayo Mungu amekutendea ni kuwaelezea watu. Yaani kama usije ukasikia sehemu shuhuda, njoni mumshuhudie Mungu. Sio Mungu ndio anayeambiwa, ni kwamba tunamshuhudia Mungu kwamba kuna mambo amefanya masikioni mwa watu. Shuhuda inawaelekea watu. Na ndio maana utaona hata hapa tunavyoita shuhuda, unasikia ategewe maiki vizuri, huyo asikiki. Ingekuwa anayetakiwa asikie sana shuhuda ni Mungu, yule angeshuhudia hata akiwa chini ya uvungu kwake. Ni sawa? Shuhuda haina mazingira ya siri. Shuhuda wanajulishwa watu. Kwa hiyo usije ukasema kwamba shuhuda mimi waga nashuhudia sana mchungaji, wala msilaumu hapa kwamba hamnioni kwenye kushuhudia. Nashuhudiaga sana nikiwa chumbani. Sasa namshuhudia Mungu kwa kweli. Haleluya. Shuhuda. Kushuhudia au kutoa shuhuda juu ya jambo au mambo ambayo Mungu amekutendea ni kuwaelezea watu au kuwasimulia watu au tena kuwajulisha watu. Taona mwisho ni watu. Kuwaelezea watu au kuwasimulia watu au kuwajulisha watu. Kushuhudia, kutoa shuhuda juu ya jambo au mambo ambayo Mungu amekutendea ni kuwaelezea watu au kuwasimulia watu au kuwajulisha watu kuhusiana na kitu ambacho Mungu amekutendea. Kuhusiana na kitu ambacho Mungu amekutendea. Kwa lengo la. Shuhuda nao ina lengo. Tunawajulisha watu sio ili tuwafanyie kama vile watoto wanavyofanyiana kulingishiana. Ona. Ona. Shuhuda nayo tunaposimulia watu, tunapoelezea watu kile ambacho Mungu amekutendea, kina lengo ndani yake. Kwa lengo la kuwafanya watu, sio Mungu jamani,
Taona shuhuda tangu nimeanza kwamba ni kuwaelezea, sijaweka Mungu, nimeweka ni kuwaelezea watu. Hata lengo la shuhuda ni kwa lengo la kuwafanya watu wajue ukuu wa Mungu jinsi ulivyo. Shuhuda ni kuwasimulia watu, ni masimulizi, ni maelezo unayoyatoa ukiwapa watu kwa lengo la kuwafanya watu wajue nini? Ukuu wa Mungu jinsi ulivyo. Tunaenda sawa sawa? Sasa kabla sijakupa andiko, nitakupa andiko hapa linalozungumza sana picha ya shuhuda, uielewe, uione hiki ninachokisema hapa, ya kwamba shuhuda ni kuwaelezea watu au kuwasimulia watu kile ambacho umetendewa kwa lengo la kuwafanya wajue ukuu wa Mungu jinsi ulivyo. Nirudi sasa kwenye tafsiri hizi za hivi vitu viwili. Pale kumshukuru Mungu, zingatia neno linalosema kumpa Mungu asante. Njoo kwenye shuhuda au kushuhudia, neno linasema ni kuwaelezea watu. Vinafanana hivyo vitu? Kwenye shukrani kunatajwa Mungu, kwenye shuhuda kunatajwa nani wa kwanza? Watu. Kwenye shukrani Mungu anafanyiwaje? Anaambiwa asante. Kwenye shuhuda watu wanafanyiwaje? Wanaelezewa. Twende kwenye lengo. Kwenye shukrani lengo ni Mungu ajue kwamba nimepokea. Kwenye shuhuda ni watu wajue ukuu wa nani? Utaona kabla sijakusomea neno, wakati mwingine shuhuda ni sawasawa na kuhubiri. Tunaenda sawasawa? Kwa hiyo miongoni mwa mhubiri ambaye ni mhubiri wa kimungu ni pamoja na yule ambaye anashuhudia mambo ambayo ametendewa, kuwasikizisha watu ili watu wajue ukuu wa Mungu. Utakuta kuna wengine imani zinaongezeka kwa kusikia kile anachosema ametendewa yeye. Nakumbuka kipindi nikiwa ninasoma kwenye mwaka wa 2013 mpaka 2015. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye mwaka wa 2013 mpaka 2015. Nakumbuka nilikuwa nikienda chuoni nikirudi kwa kadiri ya semester na ikiisha tunarejelea nyumbani. Nakumbuka nikawa nimeingia madhabahuni. Tuna JVM sio ya hapa Mombo, ilikuwa kabla ya Mombo Makuyuni. Ndipo mahali ambapo tulikuwa na JVM tunakusanyika. Nakumbuka nikatoka nikawa ninashuhudia pale mbele ya madhabahu juu ya mambo ambayo nimekutana nayo kule chuoni. Haleluya. Jambo ambalo lilizuka kule chuoni la vita na mapambano, na Mungu akanipigania na Mungu akanitetea. Nikashangaa wakati ninashuhudia kuna binti analia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaona yule dada analia, ninapoendelea kushuhudia analia, ninapoendelea kushuhudia analia. Baadaye alivyokuja kwenye maombezi vilivyobumburuka, na yeye anapita kwenye vita zinazohusiana na nini? Na masomo. Kwa hiyo utaona wakati ule ninashuhudia, ina maana ndani yake alikuwa anaguswa na ile picha ya utendaji kazi wa Mungu kwa habari ya vita ambayo na yeye anaipitia. Kwa hiyo alikuwa mpaka anasikia ndani yake kuona, kumbe leo nimekutana na muujiza wa nani? Wa Mungu, kwa kiashiria hiki ya kwamba kuna mtoto wa Mungu wa madhabahu hii ametendewa mambo yanayofanana na shida zangu. Kwa hiyo alikuwa ndani yake ni kama anaambiwa, umesikia habari sasa hizo umeona, huyo ndo product yako. Kwa hiyo kama nilivyofanya hivyo, ina maana kwako wewe na wewe leo inawezekana hapa kama nilivyomwezesha huyo anayesema. Kwa hiyo shuhuda, unaona, inatoa injili. Shuhuda inakuwa ni hubiri masikioni mwa anayesikia. Shukrani inaenda kwa Mungu. Tunaenda sawa sawa? Kwa hiyo mpaka hapo sasa unaweza ukaelewa kwamba kumbe kuna tofauti kubwa sana kati ya shukrani na shuhuda. Nilisema miongoni mwa kitu ambacho Mungu amenisemesha juu ya sehemu hii ya somo ni kwamba kuna watu wakishuhudia wanaona kuwa nani wameshukuru.
Lakini mpaka hapo unaona ya kwamba ukishuhudia hujashukuru. Hivi tunaenda sawa sawa watoto wa Mungu? Shuhuda sio shukrani, kwa sababu shuhuda hauwezi ukamsikiliza Mungu habari zake alizozifanya wewe. Yaani mzee Jimmy mtoto wako aje akwambia kwamba baba, ngoja nikueleze jinsi maisha ya hii familia yetu yalivyo baba. Ngoja nikwambie, unaambia mwanangu leo umevuruga. Kama ndio umeanza kujichanganya leo amekulisha na mbegu zake. Unasikia baba, ngoja nikueleze miaka ambayo familia kwanza tulivyotokea. Kwanza enzi zile ambazo mama alikuwa kijana, ngoja nikueleze. Asema leo ndo nimepata mtoto ambaye ni hamnazo. Leo ndio ninadashi hapa naelewa sasa. Akueleza, kwanza ngoja nikwambie kwenye ujana wako wakati unasoma. Baba hujaelewa wewe maisha. Sasa ni ajabu kuona kwamba shuhuda eti kwamba itamhusu Mungu ndio aambiwe, aelezwe, apelekee kitu. Tunapeleka vitu masikioni mwa watu vitokavyo kwa Mungu. Tunasimulia uwezo wa Mungu ulivyo, ili kwa njia hiyo kuna watu ambao hata hawaamini. Kwa kupitia hivyo Mungu anawapasha moto imani zao, na zenyewe nazo zinaingia joto, zinakaa tayari kuelewa ya kwamba hapa ni sahihi, hapa kuna kutendewa, hapa kuna kupokea. Kwa hiyo anaona ya kwamba nimekutana na Mungu leo kwa kupitia picha hii ninayoisikia. Na ndio maana niwaambie, kwenye makanisa ambayo mnaibiwa, mnatakiwa pesa zenu kuliko nyie utu wenu. Yanatengenezwa watu washuhudie. Unadhani mpaka wanatengenezwa wananunuliwa watu washuhudie, maana yake nini? Shuhuda ile inakuwa ni injili ya kukupasha moto, kukuonesha kwamba hapa pana matendo makuu ya nani? Kwa hiyo baki una wewe uliwe. Baki baba, baki. Nasikia nyenye mkiangalia mnasema nenda pale kajikanganya. Sijui kama ni mimi tu, lakini kama ni wengi tunafuatiaga. Kuna huduma unasikia mtu anashuhudia mpaka wanasema, na ndio maana hapa kuna sana kuaga mkali kwenye eneo la shuhuda, kwa sababu mkijikanganya mtatufananisha na wale wanaonunuliwaga. Kwanza wanapenda mtu atajwe. Baba ulivyosema, nilivyosema. Kwa hiyo pale nilivyosema tu. Wewe wawezi hapana, Bwana amnibii. Haleluya. Hapana. Utaona mpaka mtu atapiga chenga anarudishwa pale nilivyosema. Haleluya. Unasikia mikanganyiko mingine unasema unampigia picha anavyozungumza, alafu unamhesabu. Ina maana kwa miaka yake yule akajichanganya sana, miaka alionayo na mambo anayozungumza kwamba tangu mwaka fulani. Naona kuna saa alijichanganya mpaka anataja mwaka ambao hajazaliwa, anasema ndo alikuwa anasoma. Unadhani yote ni nini? Shuhuda ni kusimulia, kuyaelezea matendo makuu ya Mungu masikioni mwa watu, ili wajue tendaji wa Mungu ulivyo. Kwa hiyo utaona, ndio maana katika injili za utapeli, miongoni mwa kitu ambacho zinatumia ni shuhuda. Nikaenda mahali fulani nako nikakutana na mtu amekuja, mtumishi wa kutoa misukule, inafufuka. Kashangaa mzee, saa maombi yamecharazwa hapo ya kutoa misukule inaitwa watu wanatokea chini ya nyuma ya nani ya jukwaa lile. Unaona watu wanaamka, unasema misukule leo inatoka madhabahuni leo. Badala itoke kwenye nyumba zetu, inatoka madhabahuni. Unasema sawa, inawezekana ni ile ya nyumbani mwetu, ni ile tunaosikia ipo imeshamili hapa kwenye mji, ndio imepita kwanza madhabahuni, inaamkia hapo. Unasema ngoja tuisubiri sasa misukule. Misukule inapoa, wanajieleza watu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wape. Kila mtu anaangaliana anasema, usikute na msukule ambao alichukuliwa kwenye nyumba ya mtu fulani, na msukule ambao alichukuliwa kwenye, ngoja tuone kama ndugu zake sasa ni wapi. Anasema, mimi jamani nilichukuliwa msukule. Nilichukuliwa msukule, ilikuwa mkoa wa Morogoro, Kilombero. Anasema, nilichukuliwa msukule mimi nimetokea Mwanza. Sema Dishi limekamata mawimbi ya Mwanza, limeacha hapa nyumbani. Sawa, wako wengi. Tuvumilieni, watu wanaanza tunatiana moto, tuvumilieni.
Unaona mwingine msukule wa pili ambaye ndo amezinduka alichukuliwa karudishwa. Anasema, "Mimi jamani wa Mbeya." Unashangaa msukule yote ikaisha ni mikoa ya mbali. Pale hakujaguswa hata msukule huyu ambaye anazaliwa amechukuliwa. Yote hiyo ni nini hiyo? Kutafutwa kupendezeshwa madhabahu, maana shuhuda ni kutaka kuwajulisha watu matendo ya Mungu yalivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Shukrani ni mbele za Mungu. Asante Mungu. Lengo Mungu ujue kwamba umenitendea na mimi nimepokea. Amen. Barikiwa na wewe. Lengo ni kwa hiyo kuna tofauti jamani kati ya shuhuda na kufanyaje? Na kushukuru. Usije ukavikanganya. Ondoa mkanganyiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ondoa nini? Mkanganyiko. Sasa nataka nikuoneshe picha ya shuhuda ilivyo. Tumeishia kwenye tafsiri ya shuhuda. Ngoja nikuoneshe picha ya shuhuda kwenye Biblia. Luka 8:38 hadi 39. Picha ya shuhuda. Luka sura ya 8 mstari wa 38 hadi wa 39. Picha ya shuhuda hii. Picha ya shuhuda, kushuhudia. Huko ndiko kushuhudia sasa. Shukrani, tunajua tuna mistari mingi tumetoka nayo kule. Wale wa kwenye Luka 17:11 hadi 17 alikuwa wanaelezewa habari ya watu waliorudi kushukuru. Hapa nataka tu nikuoneshe picha ya shuhuda. Shuhuda ndio inawezekana ni picha ngeni kwako kuona kwenye Biblia. Shuhuda picha yake miongoni mwa picha tunapoipatia kwenye Biblia ni Luka 8:38 mpaka 39. Mstari hiyo miwili tu ina picha ya shuhuda, kushuhudia, kutoa shuhuda. Luka 8:38 hadi 39, Biblia inasema hivi: "Na mtu yule aliyetokwa na pepo alimuomba ruhusa afuatane naye, lakini yeye alimuaga akisema, 'Rudi nyumbani kwako.'" Manake usifuatane na mimi. Ilikuwa ni habari ya Yesu na mtu ambaye ameponywa hapa, amekombolewa, amepata ukombozi, na kuna maroho ya kimapepo yamemtoka huyu mtu. Wakati yule mtu amesimama na amejitambua, akili zimemrudia, nafsi yake imemrudia, utaona ule muujiza alivyouona mtamu, alivyoona Yesu ni mtenda miujiza mikubwa namna ile, akajikuta anatamani aambatane na Yesu, akasahau hata familia yake, hata maisha yake, kwa jinsi ambavyo alihehezwa juu ya ule muujiza aliouona wa Yesu. Akamwambia Yesu, "Sasa leo mimi hapa." Wala huyu hajamwaga hata Yesu kama wale wengine waliosema, "Niruhusu niende kwanza nikafanye hivi na hivi nikaeke mambo sawa." Huyu pale akataka afuatane na Yesu, lakini Yesu akakataa. Biblia inasema ya kwamba Yesu akamuaga akisema, "Rudi nyumbani kwako." Utaona neno ukahubiri, wakati ambapo huyu sio mtumishi wa Mungu. Yumkini alikuwa hata ni mataifa. Hatujaambiwa ameponya mtumishi. Ile neno kuhubiri tungesema aliponya mtumishi, tungesema anamwambia sasa rudi kazini kwako. Aliponya mtu tu wa kawaida, raia tu wa kiulimwengu wa mitaani. Kapona, anataka amfuate Yesu. Yesu anamkataza, anamwambia, "Rudi nyumbani kwako ukahubiri." Hili neno kuhubiri hapa limesimama mbadala wa neno ukashuhudie, ukatoe shuhuda, sio mahubiri yale ya kiutumishi kama ambayo tumeyazoea. Na ndio maana nikakwambia wakati mwingine shuhuda, ili ujue ya kwamba inamtangazisha Mungu kuhusiana na matendo yake, utaona inaitwa kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Anaambiwa rudi ukahubiri kitu gani? Yalivyo makuu, yalivyo makuu Mungu aliyokutendea. Leo shuhuda hii wapendwa, tutaelezea watu kile Mungu alichotutendea ili kuwajulisha ukuu wa Mungu ulivyo. Akaendelea kusema, Biblia inasema yule mtu sasa akaenda zake akifanyaje? Akihubiri, yani akishuhudia katika mji wote. Sio kwa Mungu. Unamhubiria Mungu tena, unamshuhudia Mungu tena. Leo unamwambia Mungu, kaa hapo nikueleze. Mungu ndio maana kuna saa msione soni kuambia kwamba geukeni huku. Pakija hapa kushuhudia,
msiwanyamazie, waambieni wawageukie, kwa sababu ushuhuda ni kwa manufaa ya nyewe mnaosikia, kulikoni hata yeye aliyotendewa. Yesu kashatendewa, angenyamaza si angenyamaza tu, lakini shuhuda inakusikizisha wewe. Lengo la Yesu, mpaka Yesu anaruhusu shuhuda hapa, ili tuone ya kwamba shuhuda nayo sio kitu cha kutungwa tu cha bla bla. Hata Yesu aliruhusu habari ya mtu anayetendewa akafanyaje? Akatoe shuhuda kwa wengine. Kwa hiyo waambieni kwamba hebu tugeukieni. Ukiona maiki anaikimbiza hivi, mwambie pandisha maiki dada, kwa sababu kwenye shuhuda inawezekana ikabeba mpaka pona yako. Tunaenda sawa sawa. Kumbuka ule mfano ambao nimeshakupa wa yule mwanafunzi ambaye alikuwa akinyiritikwa na machozi yakimtoka akilia, wakati akiwa anasikia shuhuda nikiwa nashuhudia juu ya mambo ambayo Mungu amenitendea katika elimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema na yeye akarudi akiwahubiria watu, akihubiri katika mji wote yalivyo makuu mambo aliyotendewa na Yesu. Hiyo ndio shuhuda. Hiyo ndio nini? Ndio shuhuda. Uweze ukamfananisha na yule mtu mmoja ambaye aliona ametendewa akarudi kwa Yesu akamshukuru. Utaona huyu mpaka aliambiwa aende kwa watu, sio kwa Yesu, kwa watu. Shuhuda ni kwa watu. Kuelezea matendo makuu kuna uhusiana na kuwajulisha watu, sio Mungu. Kwa mpaka hapa unaweza ukaelewa ya kwamba nikishukuru sio shuhuda, nikishuhudia napo sio nini? Asante. Kwa usije ukajikanganya. Mkanganyo uanze kukuvuka kuanzia hapa kwenye tafsiri ya kwamba ninapokuwa kwenye kituo kinachoitwa kutendewa, swala la kushukuru ni lipi? Kushuhudia ni vipi? Kipi ni kipi? Hiki kifanyike vipi? Na hiki kikifanyika kinamaanisha nini? Huyu mmoja hamchukulii nafasi mwenzake, wala mmoja hakai mbadala wa mwenzake, wala sitendewi nikasema ya kwamba nachagua kati ya mawili haya ambao ndio yanataradadi kipindi cha kutendewa, shukrani na shuhuda, nachagua moja cha kufanya. Kama ndani yako utasikia kushuhudia, kwa sababu hiki nacho ni kitu ambacho mtu anawekewa wapi? Ndani yake, kwa mujibu wa hii habari ambayo inasomeka hapa. Utaona ni Yesu mpaka ameweka lile agizo kwa yule mtu kwamba hata usinifuate ila katoe nini? Shuhuda. Ukisikia ndani yako kushuhudia, ina maana una deni la nini? La shuhuda. Ile kwamba umemalizana na deni la shuhuda haimaanishi ya kwamba ulilipa na deni la shukrani. Hapana, deni la shukrani litalipwa saa ya kurudi napo kufanyaje? Asanteni wanafunzi wazuri wa Yesu. Bwana asifiwe sana. Tumalizie hapa kwenye kituo kinachosema mambo muhimu ya kuzingatia. Kiandiko kwa herufi kubwa, hiki ni kichwa kabisa, kichwa kinachosimama chenyewe. Tumetoka kwenye tafsiri na mafafanuzi ya kina, na umepata tafsiri na mafafanuzi ya kina. Sasa hizi ngoja tuingie sasa kwenye mambo muhimu ya kuzingatia. Mambo muhimu ya kuzingatia. Zingatia haya sasa tunapoagana na sehemu hii yenye kuelezea tofauti kati ya suala la kumshukuru Mungu na suala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu pale unapokuwa umetendewa. Mambo muhimu ya kuzingatia kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu na suala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Mambo muhimu ya kuzingatia kuhusiana na vitu hivi viwili: swala la kumshukuru Mungu na swala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Nimesema mambo muhimu ya kuzingatia kuhusiana na swala la kumshukuru Mungu na swala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Mambo muhimu ya kuzingatia kuhusiana na swala la kumshukuru Mungu na swala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Namba 1. Andika hivi:
Suala la kumshukuru Mungu mara baada ya kutendewa. Suala la kumshukuru Mungu mara baada ya kutendewa. Namba moja inasema suala la kumshukuru Mungu mara baada ya kutendewa. Suala la kumshukuru Mungu mara baada ya kutendewa, na suala la kushuhudia mara baada ya kutendewa. Hivi ni vitu viwili tofauti. Suala la kumshukuru Mungu mara baada ya kutendewa na suala la kushuhudia mara baada ya kutendewa, hivi ni vitu viwili tofauti. Hivi ni vitu viwili tofauti ambavyo kila kimoja huwa kinajitegemea kivyake kabisa. Ambavyo kila kimoja huwa kinajitegemea kivyake kabisa. Narudia tena, haya ni mambo muhimu ya kuzingatia sasa kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu na suala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Mara baada ya kuona tafsiri na mafafanuzi ya kina kuhusiana na vitu hivi viwili, sasa kuna mambo ya kuzingatia. Unapaswa kuzingatia mambo gani? Jambo la kwanza ni kwamba suala la kumshukuru Mungu mara baada ya kutendewa na suala la kushuhudia mara baada ya kutendewa, hivi ni vitu viwili tofauti ambavyo kila kimoja huwa kinajitegemea kivyake kabisa. Hivi ni vitu viwili tofauti ambavyo kila kimoja huwa kinajitegemea kivyake kabisa. Sina sababu ya kueleza sana, nimeeleza kwenye zile tafsiri tulizopata kuziona kuhusiana na vitu hivi viwili, kwamba kumshukuru Mungu ni nini, kushuhudia ni nini. Kumshukuru Mungu tunapeleka wapi? Asante. Kushuhudia tunapeleka wapi? Yale maelezo tulionayo. Kushukuru Mungu kuna lengo gani? Kushuhudia kuna lengo gani? Tukaona ya kwamba kumshukuru Mungu unapeleka asante kwa Mungu, kushuhudia unapeleka maelezo kwa watu. Kushukuru Mungu kuna lenga Mungu ajue kwamba nimepokea. Kushuhudia kuna lenga watu wajue matendo makuu ya Mungu jinsi yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vitu hivi ni viwili tofauti na kila kimoja huwa kinajitegemea kivyake, wala hakuna kimoja mbadala wa mwenzake, kwamba naweza nikafanya hiki mbadala wa hiki. Ngoja mimi kwa sababu naona kushukuru ni 1 2 3, ngoja tu nitashuhudia. Mimi kushuhudia pale naonaga kuna mpaka useme. Sasa kushuhudia wataka ufanyaje wakati ni kueleza? Kama una uhakika kwa tunajua tafsiri za zile za nani, nahitaji zile elimu maalum. Ukija hapa usiseme fanya. Ila uwe na uhakika ya kwamba tunaelewa hizo nini, hizo alama. Lakini kushuhudia ni kueleza. Jambo la pili la kuzingatia, andika unapokuwa umetendewa jambo na Mungu. Jambo la pili hilo la kuzingatia linasema unapokuwa umetendewa jambo na Mungu. Unapokuwa umetendewa jambo na Mungu. Unapokuwa umetendewa jambo na Mungu. Hata kama utawiwa, kuwiwa ni kusikia msukumo. Hata kama utawiwa kutoa shuhuda. Unapokuwa umetendewa jambo na Mungu. Hata kama utawiwa kutoa shuhuda. Unapokuwa umetendewa jambo na Mungu.
hata kama utawiwa kutoa shuhuda juu ya kile ambacho Mungu amekutendea. Hata kama utawiwa kutoa shuhuda juu ya kile ambacho Mungu amekutendea. Hata kama utawiwa kutoa shuhuda juu ya kile ambacho Mungu amekutendea, bado usisahau au usiache. Narudia, unapokuwa umetendewa jambo na Mungu, hata kama utawiwa kutoa shuhuda juu ya kile ambacho Mungu amekutendea, bado usisahau au usiache kutoa na shukrani mbele za Mungu wako. Bado usisahau au usiache kutoa na shukrani mbele za Mungu wako. Mbele za Mungu wako. Juu ya hicho ambacho umetendewa. Nukta. Narudia tena kwa ujumla wa jambo hili la pili la kuzingatia, linasema unapokuwa umetendewa jambo na Mungu, hata kama utawiwa kutoa shuhuda juu ya kile ambacho Mungu amekutendea, bado usisahau au usiache kutoa na shukrani mbele za Mungu wako juu ya hicho ambacho umetendewa. Fanya kama Daudi. Wapi? Kwenye Zaburi ya 9 mstari wa 1. Hii ni picha ambayo mwenzetu huyu anatufundisha kuifanya, kwamba nimetendewa na nimetoa shuhuda, lakini bado ujione ni mdeni wa shukrani, kwa sababu shuhuda sio shukrani. Daudi anatufundisha hili kwenye Zaburi ya 9 mstari wa 1, ambapo hapa anasikika akisema hivi. Zaburi ya 9 mstari wa 1, Daudi anasikika akisema hivi: nitamshukuru Bwana, akasema kwa moyo wangu wote. Utaona akasema nitayasimulia matendo yako yote ya ajabu. Utaona ndani yake yeye aliamua kwamba kama nimewiwa kufanya jambo hili, lazima pia nimalize na hili. Nitamshukuru Bwana, nitasimulia, katika kukumbuka kwamba na kuona ya kwamba kuna umuhimu wa yeye kuwasimulia watu yale aliyotendewa, ambayo kwa tafsiri yake ni shuhuda, kushuhudia. Bado hakuacha na kitu kinachoitwa kumshukuru. Kama shuhuda ingekuwa ni shukrani, shukrani ingekuwa ni shuhuda, ingekuwa kimoja kinaweza kusimama kwenye nafasi ya mwenzake, asingekuwa na sababu ya kuorodhesha vyote kwamba atavifanya juu ya kitu alichotendewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ili tuendelee kuona ya kwamba shuhuda sio shukrani na kushukuru pia sio kushuhudia, bado Daudi anatuonesha ya kwamba alipowiwa kwamba atashuhudia matendo makuu ya Mungu aliyotendewa maishani mwake, bado hakuacha, hakusahau na kitu kinachoitwa kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jambo la tatu ambalo litakuwa la mwisho hapa la kuzingatia, jambo la tatu la kuzingatia kuhusiana na swala la kumshukuru Mungu na swala la kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Andika, tunapotendewa na Mungu. Tunapotendewa na Mungu. Jambo la tatu la kuzingatia hilo linasema tunapotendewa na Mungu. Tunapotendewa na Mungu, ni vema sana, ni vema sana tukaanza kwanza
Ngoja niweke swali kabla sijasema hicho ambacho kipo kibiblia. Sasa katika haya mambo mawili ambayo tumeona kwamba kumshukuru Mungu ni kumwambia Mungu asante na kumjulisha kwamba nimepata, nimepokea, na shuhuda ni kuelezea yale ambayo Mungu amekutendea kwa watu ili kuwafanya watu wajue ukuu wa Mungu. Wewe unafikiri ni pema kipi kianze? Hebu tuwe wazi kwenye darasa vile tunavyofikiria. Shukrani. Nasikia kushukuru, ngine shukrani, ngine shukrani. Wanaosema kushukuru ni vema kwanza. Mikono juu. Wanaosema kushukuru ni vema kwanza. Mikono juu. Kumbe wazazi ndio hii tabia mnatufundisha shule. Walimu angalieni. Ile watoto mkiwaambia nyosheni mikono juu, kana mtu hapa. Kumbe ndio wazazi wao walivyo. Haleluya. Yaani hata hapa ambapo hapana fimbo, wazazi wanafanya fikiria sasa watoto wao wakija kule kwenye kiboko, kwamba unauliza afu huku unazunguluka, badala ya maiki una kiboko. Kwa mwasamehe watoto tu, mwakungute hizo tabia za kupiga. Jamani, nani anasema kushukuru ndio vema kuwe kwanza kuliko hata kushuhudia? Amina. Haya, wanaosema kushuhudia ni vema kuwe kwanza kuliko kushukuru, mikono juu. Yaani kuna watu wapo hapo ila hawanyooshi kwa sababu wanaona upepo huu ni mgumu kidogo. Nilijua watu watapamba mikono, kumbe najikuta nitakuwa mwenyewe. Si ndio hivyo? Kwa sababu sasa kuna wengine sijaona mzee Andrea James Mina, sijakuona kwenye kushukuru ni vema kuwe kwanza, nikatarajia utabeba jopo la hawa wanaosema kushuhudia, nao pia umewabwaga wenzako. Tumsifu Yesu Kristo. Ukishuhudia matendo makuu ya Mungu, watu wakipokea, unageukia madhabahu kutoa shukrani. Tunapata maswali ya ajabu. Si unaona kwa kuna wenzako sasa. Hadi makofi nimeyasikia. Sasa sikiliza sasa. Kumbe mnakwepaga maswali kwa staili hizo. Hapo sasa tunyooshe. Mimi swali limesema ni kipi ni vema kiwe cha kwanza? Simbona hajajibu kwamba ni kipi. Kasema ukisha, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ngoja nitawafundisha kidarasa sana hadi mtaona raha. Hadi mtaona nini? Kwa sababu najua miongoni mwa jambo ambalo hapa limekuwa ni gumu kwangu ni pale nilipoona kwamba wazee wa Biblia wanaangukia pua. Na najua ni wazee wa Biblia, najua hapa ataniita hata kwake mzee Jimmy. Kitoka hapa ataniambia, "Mchungaji, angalia vizuri Biblia mchungaji." Hapana. Mimi bado naona ni vile, angalia. Sasa mtheolojia leo kaanguka upande ambao sio. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo itabidi nifundishe kiualimu kweli ili hata mtheolojia leo mzee Jimmy ukubali. Mzee Andrea Mlaki ulikuwa wapi wewe? Kwenye kupi kwa kwanza? Kushukuru wewe. Au kisa mzee nimeshasema. Maana teolojia mwingine, wa teolojia msije mkanitafuta kwenye darasa la nje ya kanisa mara baada ya kutoka. Mseme mtumishi bado sisi hatujataka pale. Pale bado kwa kweli hatujalizika. Sasa nitaeleza kiualimu ili mlizike. Amen? Amen. Haya, amalizieni sentensi inavyosema. Jambo la tatu la kuzingatia linasema tunapotendewa na Mungu ni vema sana tukaanza kwanza na suala la kumshukuru Mungu. Amen. Mwajidai wapo. Yaani mwajidai mpo. Haya bwana. Kwa mmepata haya. Ni vema sana tukaanza kwanza na suala la kumshukuru, ndiposa lifuate suala la utoaji shuhuda. Haleluya. Tunaenda kwa vidhibitisho. Mnakumbuka hapa nyuma, maana hapa sijakiweka, lakini mnakumbuka hapa nyuma wakati nawaambia jambo la pili la kuzingatia. Utaona Daudi anasema kwenye ile Zaburi ya 9, nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Afu ndo akasema nitayasimulia matendo yako yote. Masimulizi yalifuata mara baada ya jambo ambalo aliwiwa aanze kufanyeje?
kushukuru. Twendeni sasa kithibitisho kikamilifu nilichokiweka kwenye jambo hili la tatu. Ni Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 16 mstari wa 8. Hili ni kama agizo linatoka. Yule alikuwa ni Daudi, unasema Daudi kuna saa mzee Jimmy ungeenda niambia hivi, unakumbuka mwanangu, lakini huko nje si ni mwanao na mjukuu. Unakumbuka lakini mwanangu kwamba Daudi aliwahi kuanguka dhambini. Usikute hapa hii siku alikuwa kavurugwa na zile dhambi. Katoka kwa Uria, kwa mke wa Uria Mhiti. Mchungaji angalia vizuri. Sasa hizi nakupa agizo hili. Haleluya. Hili la Mambo ya Nyakati wa Kwanza 16:8 limekaa kiagizo. Linasemaje? Linatuambiaje? Mshukuruni Bwana. Sio mtu ambaye sema namshukuru Bwana. Tunaambiwa mshukuruni Bwana, liitieni jina lake, alafu B, wajulisheni watu matendo yake ambao ni kushuhudia. Haleluya. Kwa hiyo utaona ni vithibitisho hivi viwili vya Biblia vinaonyesha shukuru ndipo eleza. Shukuru ndipo eleza. Sasa nilisema nitaeleza kiuwanafunzi sana, kiualimu sana, ili kila mwanafunzi wa kila namna apate kuelewa kwamba isiwe tu imekuwa hivyo kwa sababu ipo hivyo. Jambo liko hivi. Mnakumbuka wakati nawaambia tafsiri ya shukrani, unampa nani ile asante yako? Utaona shukrani itakukutanisha na Mungu hata kwenye uchochoro, hata chini ya uvungu, kwa sababu Mungu hazuiliwi na chaga zako zile ambazo zenyewe zimewekwa kwa kurukaruka. Sio mbao tu imetandikwa kwa chaga, si ni kweli? Hazuili na godoro lako lile. Ndio maana kuna sali kikojolewa sana, utashangaa mikojo siku imeripoti chini ya uvungu. Hazuiliwi hata ukienda chini ya wapi? Ya uvungu. Ukiwa unampa shukrani Mungu, maadamu shukrani inaenda kwa nani? Atafanyaje? Atapokea. Kwa hiyo kwenye shukrani utaona kwa sehemu kubwa mtu anakutana na nani? Na Mungu. Tunaenda sawa sawa. Twende kwenye shuhuda. Mtu anatakiwa amsikizishe nani? Unakumbuka huyu aliyeponywa hapa akaambiwa rudi nyumbani kwenu, kijijini kwenu? Kwenye vijiji vyetu tukiwa tumepona, wachawi ndio wanasema tumekufa, tunaacha uchawi. Wakati mwingine watasema kama ile ya Lazaro. Wasomaji wa Biblia wanajua Lazaro alipofufuliwa kuna washenzi wakajiunga kundi wakasema twendeni tukamuue tena. Yaani Yesu alikufa na ugonjwa, Yesu kaonesha umwamba, ngojeni tukamuue. Yaani maana yake kuna wapinzani watatafuta kufuta shuhuda hata kwa kukuua. Kwa hiyo utaona habari njema unapozishuhudia masikioni mwa watu, sio wote watakaozipokea kwa raha na kwa uzuri. Kuna watu watakeleka nazo, kuna wenye viliba vya mioyo watapambana na wewe hata wafute huo ushuhuda. Ni kweli, lakini kwa sababu tunaowaelezea sio wote ambao tuko nao mlango mmoja mzuri. Kwenye waelezeni watu hapo, wakati mwingine hapajabinafsishwa kwamba ni wakina nani. Kuna wale unaowaita wajalana, watakuwemo humo wanasikia. Kwani hata hapa tunatumiaga maiki mkiwa mnaeleza, licha ya kwamba hapa panawezekana pakawa hapanao wajalana, huko pembeni wanaowasikia, na si mnaanzaga kujitambulisha mpaka na majina. Umeona Sasa namaanisha nini? Kwenye kushuhudia wakati mwingine kuna mpaka vita itazaliwa. Ni kweli, lakini wapendwa, kwa picha hizo hata vita itafanyaje? Wakati mwingine unashuhudia vile umesikia ndani yako, kuatia wengine imani, waone jinsi uwezo wa Mungu ulivyo, ili na wao wamwamini. Wengine watasema anajishaua naye na hapo kagari kenye ni kwa kweli bora hata sijapata hilo gari. Kuna watoto wa namna hiyo. Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa sawa. Kuna hao unasikia tunataka tuchomoke kwenye ndoa, na unashuhudia kwamba tumeoana, tunashukuru, tuna jubilee ya ngapi? Tuna universal. Hamna, bado moto haujawakia hao vijana. Wewe unashuhudia kuonesha wema wa Mungu kwamba licha ya kwamba ni mtoto wa mama mkwe, huko kwao wametunzwa kwa gubu zake, na mimi mwenyewe nimetoka kwenye gubu zangu, lakini tumeweza kupea pamoja, tuna mwaka wa 3 wa 4. Unasikia mwaka wa 4 nao ni universal hiyo. Hatuja waende 7. Una nini wewe?
Ninakuhusu nini na huo mwaka wa pili? Acha hata mwezi wakiua kushuhudia kuyasema yale matendo makuu ya Mungu. Acha watu wayaseme. Yaani utaona kuna roho za nini? Za upinzani. Kwa hiyo kwenye shuhuda, miongoni mwa sehemu ambayo itakuwa ina vita kati yako na uadui napo ni kwenye nini? Sasa kwenye shukurani huwa kuna kawaida hivi. Unapomshukuru Mungu, anaweka na cha zaidi. Kuna wakati ukimwambia asante kwa ajili ya ndoa, atakupa na ulinzi kwa ajili ya wale ambao ukishuhudia watasema tutaiona hiyo miaka 7 kaitatoboa. Hapo ndipo penye kinga. Hapo ndipo penye kinga. Kwa hiyo tutashukuru ili tupate hiyo bonasi ya kinga, ili tukishuhudia tunakuwa tuna kinga ndani yetu juu ya yale ambayo wengine wanaweza wakayajia na uadui. Isa ya maombi, mzee Jimmy amekula jibu tamu. Karibu baba askofu. Hiyo ni kwa mzee Jimmy tu. Haleluya. Amen. Darasa tamu kweli. Hebu tupige makofi mengi kwa Yesu. Haleluya. Mimi nisiwe msemaji mwalimu, na hapa tuna mapawekaji. Kuna wale wanaoshukuru tu au washuhudi, nao tunaiweka upande huu. Wameelewa sasa kuwa shuhuda sio shukrani. Kuna wengine wanashuhudia, wanatoa tu shukrani, ni waaminifu lakini hawashuhudii. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu pigia mengi mengi kwa Yesu, mwambie Yesu asante. Haleluya. Wakati anasemesha juu ile familia ile kwa mwalimu Kisesi. Kisesi? Si karibu hilo jina. Kisesa? Kisese, mnisamee wengine ndio hivyo. Mwalimu Kisesi. Wanasema wamefiwa na mtesi. Chukueni sadaka mkamshukuru Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Nimeshuhudia mkamshukuru Mungu. Na kama kuna mchawi mwingine amebaki, mimi ni mwinjilisti na Mungu akamuue kwa jina la Yesu. Wala msipate tabu sana. Msipate tabu sana. Hii familia mwalimu msipate tabu sana. Waliona hii familia, walikuja kanisani wako choka mbaya kiroho. Mimi niliwafuatilia sana, nimewachunga karibu miaka 2 hapa. Hata huko walikotoka waliniambia kama nakosea, sikosei, wataweka vizuri. Walifika sehemu mpaka makanisa huko walikotoka Kilimanjaro Hedaru wakaacha kuwasaidia. Walifika mpaka sehemu akawa nasomeo Kiislamu. Wamepita magumu sana hawa watu. Sema hivi, nyie mwambieni Mungu asante. Kama kuna wengine wako nyuma wamegusa na maisha yenu, Mungu apite nao. Huyu mama niambia neno kubwa, akaniambia Esther iko wapi? Ile mzee wa kanisa mdogo kuliko wote. Huyu mama alipokuja mara ya mwisho, mama mwalimu hapa niambia, wakati tunaombewa pale kwenye turubani, tulikuwa tunajikuta na Esther. Esther ametoka ameniacha, kabisa nawe Mungu atakutoa, nawe Mungu amekutoa kwa jina la Yesu. Kaambia endelea kocha. Huyu mama kaja miaka 2 mfululizo, hakukata maombi. Na kila siku anadondoka lakini hawakuacha kuja. Unaona, leo anasema Mungu ameua mtesi wetu. Amina. Tusimumunye maneno. Najua mtasema mtakavyosema, mtavichakachua. Biblia inasema hivi, tusizungushe wala tusiweke hekima saa nyingine. Biblia inasema usimwache mwanamke mchawi kuishi, kufa na afe. Na usimwache mwanamume mchawi kuishi, kufa na afe. Tusilembelembe. Mimi nikwambie, yote aligusa maisha yako au za wako, kufa na afe. Tusilembelembe. Mimi sio mwalimu. Mwalimu ndio mwenye hekima, anasema hawana nguo, akasema hapa hawana nguo. Ikiandikwa utupu, sema utupu hivyo hivyo tu. Tufupe, sina andikwa. Sema ili siku moja mwalimu ngo anasema kunisi hawana nguo, akasema hawana nguo. Hiyo hekima ni ya kwao, si ile mfunuko wa hekima ulipoteaga. Tumeitwa tunyooshe mistari kwenye Injili, watu waje kwa Yesu. Kwa hiyo akasema mchawi asiishi.
Tuliombea familia tunajua tulichokutana nacho sisi. Wana ushuhuda mkubwa sana. Mimi nimefurahi sana. Tafuteni sadaka, mrudi chochote, mrudi mshukuru Mungu. Na mwambie Mungu hii sadaka kama kuna masalia Mungu apite nao. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu wameharibu ndoto ya watu. Neema simama. Ni Maglory. Yule pale atawaambia ushuhuda wake. Yule alikuwa anaongoza darasani masomo ya sayansi. Hiyo kuongoza tu akainuka mwalimu sema mwanamke anawazirije, wakamharibu ndoto yake. Huyo alikuwa sio mtu wa kukaa hapo. Alafu tuseme tusikane, tusirembe. Biblia ikasema ni upanga ubaki hivyo hivyo tu. Kwa kama huko hapo unaharibu maisha ya watu. Huko kwenye madhabahu usikia neno la Bwana. Unawangaga, unaloga watu. Mimi niseme ndio naye simamia hapa. Tulikuwa tunaombea maombi Mungu awaue. Kwa hiyo hata mimi naungana kushukuru. Si mimi nilikuwa nawaombea. Kwa hiyo na mimi nasema Mungu ametujibia maombi mchungaji. Tusipindishe. Sisi ndio tulikuwa tunaombea familia. Tunaona tabu wanayopata. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kichokea sana hili kanisa linaitwa kanisa la Elia hili. Sisi tuna huduma ya Elia shusha moto. Amen. Rehema utaombewa kwingine. Amen. Hapa ukikoroga utakwenda. Haleluya. Mbona nafikiri watu wengine wasipopiga watajua kuna Mungu? Watu wengine Mungu asipopiga hawawezi wakajua kuna Mungu. Kwa sababu msihukumu msije wana mistari yao machaka ya kuingiaga humo. Hicho kichaka tutakichoma moto nacho. Tuna mstari wa kukichoma moto. Bwana Yesu apewe sifa. Hicho cha msihukumu msije mkahukumiwa. Mungu angehesabu maovu, nani angesimama? Biblia inasema naye Mungu ni hakimu. Haleluya. Si anahukumu kwa haki. Aje kwenye hicho kichaka. Kwa unaharibu maisha ya watu, unaendelea kutesa watu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo wakati kitu kinafundishwa, najua ni zime maneno ya mchungaji hapa hatujashukuru. Katumia lugha kali, katoka kwenye uchungaji kama mwinjilisti afa karudi haraka. Waliotaka kumwoa Lazaro amewahitaji. Yesu amemponya Lazaro, amefufuka. Hapo sasa twendeni tukamuue. Na wale wanaoweka wapi? Mungu kaponya mtu alafu kuna kigenge kingine kinainuka kutaka kwenda kumuua Lazaro ili kufuta ule ushuhuda. Unaweka kwenye kipaka cha lipi hao watu? Mungu amefufua mtu kaburini siku 4. Nasema pende tukamuue. Kwa hiyo usifikiri ukibarikiwa ni wote wanaofurahi. Usifikiri watoto wako akipata chance ni wote wanaofurahi ukishuhudia. Haleluya. Walisema hapa, mimi nimesikia mchungaji wale wa kwanza sema nilikuwa nawapa watu hela na nunua watu waje kushuhudia. Tungekaa kwenye haya mabao, uende kizazi jalani. Wanaenda mwisho wa shamba maana anawapa hela watengeneze shuhuda za uongo. Yule aliyetapika konokono hapa sio alisema ni uongo. Nimesikia huko. Tuambia mtu katapika konokono hapa. Na yule aliyotoka na konokono kwenye sikio hapo. Haleluya. Yasema ile imetengenezwa. Na kuambia muujiza wa Mungu ni original, uwezi ukatengeneza. Bwana Yesu apewe sifa. Akikutendea amekutendea. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema huwa anahitaga watu pale. Tungekaa hapo kwenye vumbi hapo. Situngeshahamia pale siku nyingi. Kwa nini nataka kukaa hapa shida namna hii? Bwana Yesu apewe sifa. Ndio ujue kwa kuna kitu kingine wakati mtu anasema kwenye shuhuda, ukitendea kuna wengine anatamani huo shuhuda ufutike au akumalize. Sana. Si watu wanaofurahi. Umejenga wengine wakanuna. Umepata gari wengine wakanuna. Umefungua biashara wengine wakachukia. Unaweza pia usiwe mchawi lakini ukawa na moyo wa kichawi pia. Haleluya. Na kama huko ukatubu kwa jina la Yesu. Wewe unaona mwenzako amefanikiwa alafu unanuna, unaumia. Unaweza akawa na wewe una element vya kichawi. Sasa Mungu akitupigia wachawi, haya,
Si mna wengine wako humu ndani wanasema huduma vibaya. Wako humu ndani. Wapona hapa hapa walisema huduma vibaya. Si nao ni wachao wengine hao. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuna wamama nawapenda sana hapa JVM, Mungu awabariki. Kuna wamama wana wivu na hii huduma sio kawaida. Wakiona mtu anaharibu huduma wanatamani hata wampige fimbo. Wazee wa kanisa na wazee wasaidizi mtawajua. Juzi naletea kuna watu wanataka kwenda kupiga watu kwa ajili ya kuharibu huduma. Watu wamewafuata watu. Watu wenye uvu na kazi ya Mungu. Watu ndani kuna waka moto, mtu akiharibu kazi ya Mungu. Mtu anapona hapa hapa, anafunguliwa hapa hapa, ndiye anakuwa kwanza huko midhari kuivua huduma nguo. Wewe si shetani wewe. Wewe si mchawi na wewe. Watu wanapanda mlimani kuombea huduma mchana na usiku watu wapone. Halafu wasali hapa hapa waivua na huduma nguo. Ndio tukasema jalaana, tunaweza kafiri mwenzetu kumbe tukivuta kwenda kulia wavuta kushoto. Bwana Yesu apewe sifa. Karibu kazi ya Mungu, Mungu aweza akakuacha. Tuna makundi mengi sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tuna mengi. Bwana Yesu apewe sifa. Sio sababisho cha kuharibu kazi ya Mungu. Kama uelewe pisha tu iende. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe sio ya mtu, hii ni ya Mungu. Wala sio ya mchungaji, hii ni ya Mungu. Kama uelewe ipishe ipite. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe iache ipite tu. Haleluya. Mungu awabariki. Amen. Uliyepata neema ya leo. Ukishuhudia ukimaliza unajua unapaswa kushukuru. Na tumeambiwa kinachotangulia ni kushukuru. Ndio inakuja shuhuda. Haleluya. Tumeambiwa hivyo wakisha shuhudia walichotendewa na fili imeisha. Shukuru kwanza Mungu aliyekutendea. Rudi kwa Mungu atakutendea na kitu kingine. Mwambie Mungu asante. Hebu mwambie Mungu asante. Kwa uaminifu utatendewa na kikubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Utatendewa na nini? Na kikubwa. Mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante, atatenda na kikubwa kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Atakutendea. Atakutendea. Haleluya. Kisha tendewa, kisha shukuru, rudi. Kisha mshukuru Mungu, rudi kuja kufanyaje? Simulia matendo makuu ya Bwana. Waweza kushuhudia hapa, waweza kusema kwa ndugu zako Mungu alichokutendea. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu awabariki. Tunapomshukuru Mungu kuvuka malango ya mwezi wa 3 kwenda malango ya mwezi wa 4. Haleluya. Hata hilo Mungu atakutendea. Sasa leo tutakuwa na katofauti kidogo. Si ni baada ya kushukuru tunaomba waimbaji waje kwanza watuabudishi. Tuabudu. Tumshukuru Mungu. Kule mwisho tutatoa sadaka. Tunataka tumwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya kutendea mwezi wa 3. Wengine umevushwa Januari mpaka hapa. Pengine walikukusudia mabaya, Mungu anayakataa. Wenzako wamelazwa, hujawahi kuuguza. Wenzako wamesafiri wakapata ajali, hujamesafiri kwa magari, si kwa ndege, hujapata shida yoyote. Wenzako wanatafuta namna ya kuishi, unaona wema wa Mungu na kufuata tu. Kila mtu anakona ya kumshukuru Mungu. Haleluya. Tunaomba waimbaji. Bwana Yesu apewe sifa. Na mama mchungaji ni mwimbaji. Toa mtoto huko, mtoto asiwe kigezo cha kutega kazi huko. Tusimame kanisa.